mgogoro wa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaelekea nchini Saudi Arabia kukutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman kabla mazungumzo baina ya maafisa wa Kiev na Marekani yanayolenga kumaliza vita na Urusi katika wakati ambapo hali inazidi kuwa tete kwa Ukraine. Hayo yanajiri wakati Urusi inazidi kusonga mbele katika mkoa wa Kursk ulioshikiliwa na Ukraine mwezi Agosti. Mengi zaidi anaarifu Silvia Mwihozi. Rais Zelensky anatazamiwa kukutana na mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman, ambaye nchi yake imekuwa na jukumu kubwa katika juhudi za upatanishi tangu uvamizi wa Urusi mwaka 2022, ikiwa ni pamoja na kuratibu mabadilishano ya wafungwa na kuwa mwenyeji wa mazungumzo baina ya Urusi na Marekani mwezi uliopita. Mazungumzo ya kesho Jumanne kati ya maafisa wa Marekani na Ukraine yanatarajiwa kuangazia makubaliano ya nchi mbili ya madini na jinsi ya kumaliza vita. Mazungumzo hayo ni ya kwanza rasmi tangu kulipotokea sokomoko la majibizano makali katika ikulu ya White House kati ya Zelensky na rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alianza ziara ya Saudi Arabia jana Jumapili, wakati Rais Trump akiamua iwapo atabadili dhamira yake ya kusitisha misaada ya kijeshi na kijasusi dhidi ya Ukraine. Katika mazungumzo ya siku 3 mjini Jeddah, Rubio atajadili namna ya kuendeleza dhamira ya Rais Trump ya kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine. Mazungumzo ya Jeddah yatamshirikisha Rubio na mshauri wa usalama wa kitaifa wa Trump, mshauri wa usalama wa Zelensky na mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi. Marekani, ambayo zamani ilikuwa mshirika mkuu wa Ukraine, imebadili sera zake za kivita na sasa ikielekeza harakati zake katika kukomesha haraka mapigano, ikishirikiana moja kwa moja na Moscow, huku ikikata msaada wa kijeshi na kijasusi kwa Kiev. Rais Donald Trump amenukuliwa katika mahojiano ya Jumapili na kituo cha Fox News akipendekeza kwamba Ukraine haiwezi kusalimika katika vita vyake na Urusi. Katika mahojiano hayo, Trump aliulizwa kama yuko sawa na ukweli kwamba amesimamisha misaada kwa Kiev, na akasema kwamba kweli haiwezi kusalimika, lakini unajua tuna udhaifu fulani na Urusi. Unajua inahusisha pande mbili na vita haikupaswa kutokea na vimetokea. Kwa hivyo sasa tumekwama na swala hili. Hayo yakijiri, vikosi vya Urusi vimezidi kusonga mbele katika mkoa wa Kursk leo Jumatatu kama sehemu kubwa ya operesheni inayolenga kuwafurusha maelfu ya wanajeshi wa Ukraine katika eneo la magharibi mwa Urusi. Vikosi vya Ukraine vilikamata kiasi cha kilomita 1300 za mkoa wa Urusi wa Kursk mnamo mwezi Agosti, wakati Kiev ikisema hiyo ilikuwa ni jaribio la kuchanga karata zake itakayoitumia katika majadiliano ya baadaye na kuilazimisha Urusi kuondoa vikosi vyake mashariki mwa Ukraine. Lakini hadi kufikia katikati ya mwezi Februari, Urusi ilikuwa imerejesha kilomita karibu 800 za eneo hilo la Kursk. Na huyo alikuwa ni Silvia Mwihozi akituondoa katika mgogoro huo wa Ukraine. Na hivi sasa tutazame kinachojiri katika mgogoro wa Gaza. Israeli inatazamiwa kuwapeleka wajumbe wake mjini Doha, Qatar leo Jumatatu kwa ajili ya duru mpya mazungumzo ya kurefusha usitishaji wa mapigano katika ukanda wa Gaza. Na Israeli wakati huo huo imekata huduma za umeme katika ukanda wa Gaza ili kuongeza shinikizo kwa kundi la Hamas. Mengi zaidi anayotatu Karima. Huku kukiwa na mkwamo kuhusu awamu ya pili ya mazungumzo hayo ya amani kwa Gaza, Israeli imesitisha upelekaji wa misaada katika ukanda huo na jana Jumapili imetangaza kukatwa kwa usambazaji wa umeme katika eneo hilo. Akiagiza kuchukuliwa kwa hatua hiyo, waziri wa nishati wa Israel Eli Cohen amesema watatumia rasilimali zote walizonazo kuwarejesha nchini humo mateka wake na kuhakikisha kuwa Hamas haiko tena Gaza. Hatua hiyo inafanana na ya siku za mwanzo za vita wakati Israel ilipotangaza kuzingirwa kwa Gaza na kukatiza usambazaji wa umeme ambao ulirejeshwa tu katikati ya mwaka 2024. Baha Al-Heloi, mkazi wa Gaza mwenye umri wa miaka 47, amesema, tunalala bila umeme, tunafua nguo zetu kwa mikono, kupika kwa kuni na hakuna gesi ya kupikia. Sasa maisha yetu yanategemea kuni na mishumaa. Tumerejea nyuma kwa miaka 50 kwa kutumia mishumaa. Afisa mkuu wa Hamas Izzat al-Rishk amesema uamuzi huo wa Israel wa kukatiza huduma za umeme kwa Gaza baada ya kukatiza usambazaji wa chakula, dawa na maji ni hatua ya kuwashinikiza watu wa Gaza. Maelfu ya Palestina sasa wanaishi kwenye mahema kote katika ukanda huo ambapo viwango vya joto hufikia nyuzi joto 12 wakati usiku. Katika hatua nyingine,
Hamas imeendelea kutoa wito wa mara kwa mara kwamba mazungumzo hayo ya amani yanayosimamiwa na Qatar, Misri na Marekani yajumuishe kubadilishana kikamilifu kwa wafungwa na mateka, kujiondoa kabisa kwa Israel kutoka ukanda wa Gaza, usitishaji wa kudumu wa mapigano na kufunguliwa upya kwa vivuko vya mpakani. Msemaji wa Hamas Hazim Kasim ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Hamas imewataka wapatanishi hao kuhakikisha Israel inazingatia makubaliano hayo na kuendelea na awamu ya pili kulingana na masharti yaliyokubaliwa. Taarifa ya Hamas imesema kuwa wawakilishi wake walikutana na wapatanishi wikendi iliyopita mjini Cairo. Mjumbe wa Marekani Adam Boehler, ambaye alifanya mazungumzo ya moja kwa mara ya kwanza na Hamas katika siku za hivi karibuni, alisema jana kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa ndani ya wiki kadhaa ili kuhakikisha kuachiliwa huru kwa mateka wote waliosalia. Kati ya mateka 251 waliochukuliwa wakati wa shambulio la Oktoba 7, 58 bado wanashikiliwa Gaza, ikiwa ni pamoja na 34 ambao jeshi la Israel limethibitisha kufariki dunia.